Israel imetoa tishio la kuishambulia Iran na kuifanya iwe katika enzi za mawe, kwa maana kuichakaza kabisa. Ni kauli iliyotolewa na waziri wa ulinzi Israel Katz akitoa maoni kufuatia kuongezwa kwa muda usiojulikana kwa mapatano. Israel imesema kwa sasa inasubiri tu idhini kutoka kwa Marekani ili kuanzisha tena kampeni dhidi ya Iran na kuishambulia kwa mabomu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi iwe katika enzi za mawe. Kwa maana wakati huu Israel imeapa kwenda kuishambulia Iran na kuifanya ichakae kabisa na iwe kama enzi hizo, kwa maana kusiwe na chochote katika taifa hilo la Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Katz aliongeza. Ujumbe huo unakuja baada ya rais wa Marekani Trump kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na Tehran kwa muda usiojulikana mnamo siku ya Jumanne ili kuruhusu muda wa makubaliano yanayowezekana, huku akiweka vikwazo vya wanamaji wa Marekani kwenye bandari za Iran. Israel iko tayari kuanzisha upya vita dhidi ya Iran, Katz alisema. Tunachongoja ni mwanga wa kijani kutoka kwa Marekani ili kukamilisha kuondolewa kwa nasaba ya Khamenei na kurudisha Iran kwenye enzi ya giza na enzi ya mawe kwa kuharibu vifaa vyote muhimu vya nishati na miundombinu ya kiuchumi, alisema. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei na watu kadhaa wa familia yake waliuawa katika siku ya kwanza ya kampeni ya Israel na Marekani. Mwanawe Mojtaba Khamenei akateuliwa kama mrithi wake, licha ya kwamba anadaiwa yupo katika hali ambayo si nzuri, kwa maana bado ni mgonjwa kutokana na mashambulizi ambayo yalimkumba, lakini mara kadhaa amekuwa akitoa ujumbe katika namna ya kuiongoza Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa Marekani na wachambuzi wa vyombo vya habari wamedai Washington iliburutwa kwenye vita, wakitaja uratibu wa karibu wa kijeshi na Yerusalem Magharibi. Wengine wameashiria ushawishi wa vikundi vya ushawishi vinavyounga mkono Israel huko Washington. Trump amekataa tuhuma hiyo. Katika siku chache kabla ya shambulizi la Februari 28, kulikuwa na mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na ripoti za mijadala iliyorefushwa kati ya wajumbe wa Marekani na Iran nchini Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Oman hata alipendekeza kuwa amani inaweza kufikiwa na kwamba diplomasia inapaswa kuruhusiwa kufanya kazi yake. Kauli ya enzi ya mawe ilitumiwa kwa mara ya kwanza na Trump mnamo Aprili mosi, takribani wiki 5 baada ya mapigano. Wakati huo alionya kwamba majeshi ya Marekani yataipiga Iran kwa nguvu sana na inaweza kuwarejesha kwenye enzi ya mawe ndani ya wiki 2 hadi 3 ikiwa Tehran itakataa matakwa ya Marekani, ikiwa ni pamoja na kufungua tena mlango wa bahari Hormuz, kukubaliana na makubaliano ya kuweka vikwazo vikali zaidi kwenye shughuli zake za nyuklia. Tehran imekataa madai hayo, ikikataa kusitisha urutubishaji wa nyuklia ambayo inasema inahitaji kwa madhumuni ya kiraia, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa nishati na maombi ya matibabu. Tehran ipo wazi kwa diplomasia, lakini ipo wazi kwa ajili ya mapambano na kwa maana kuendelea na mapigano. Kulingana na balozi wa Iran huko Moscow Kazem Jalal, katika mahojiano na shirika la habari la Russia Today iliyochapishwa siku ya jana ya Ijumaa, alishutumu Washington kwa kuhujumu diplomasia, akitaja kujiondoa kwake katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na mashambulizi yaliyofanywa wakati wa mazungumzo yakiendelea. Na amesema kwamba kwa wakati huu Iran ipo tayari kwa mazungumzo, lakini ipo tayari kwa mapigano wakati wowote, na imesema itaenda kuidhihirisha dunia kwamba Iran ni nchi ya aina gani. Silaha ambazo zikutumika wakati huo katika siku 40 zitaenda kutumika wakati huu. Ni vitisho vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tuendelee kusubiri mtazamaji, tuone ni nini ambacho kinaenda kutokea kwa mara nyingine tena baada ya siku ya leo Jumamosi, ambapo waziri wa mambo ya kigeni aliandaa ziara kwenda katika mataifa ya Pakistan, lakini pia Oman pamoja na Urusi. Lakini wakati huu akiwa Pakistan ni wakati ambapo unatajwa kwamba huenda leo kukawa na mazungumzo. Kwa hiyo tutakuja kukujuza kwamba ni nini ambacho kimejiri katika mazungumzo ya Araghchi na viongozi wa Marekani Jared Kushner pamoja Witkoff ambao wataiwakilisha Marekani katika mazungumzo hayo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu kupitia The World News.